Bana mambo safi kabisa. Uko vizuri? Namshukuru Mungu niko sawa sawa sana. Jana tulikuwa tunazungumzia kanzu, leo umenibadilishia kweli leo kaka. Nashona mwenyewe kaka. Nashona mwenyewe. Unaagiza kutoka Oman si Dubai? Kila siku majibu mapya kanzu mpya. Kila siku majibu mapya kanzu mpya. Kwa ndani una mashine au una kitambaa au una kiwanda? Kaka ni hatari. Haya bwana semaji, mchezo umemalizika hapa katika uwanja wa KMC Complex, ushindi wa mabao 6 kwa bila. Ushindi ambao una maeneo mengi tumeonekana kufanya vizuri, mabadiliko ya wachezaji, mchezaji bora wa mechi tumechukua, Ahoua amepiga 2, Kibu amepiga 2, amefunga, performance nzuri. Hebu tuzungumzie hivyo vyote. Yaani huu ni ushindi usiokuwa na kipengele. Ni ushindi ambao labda wajinavi wao sasa. Sawa tuendelee. Labda wajinavi wao, lakini kipengele kwa kweli leo hakuna. Tuna kila sababu ya kuwapongeza na kuwashukuru wachezaji wetu, kusema kweli wamefanya kazi kubwa sana. Unajua sio rahisi hata kidogo. Ukiwaangalia wachezaji namna ambavyo wanatoil, namna ambavyo wanatumia energy ya ziada kuipambania Simba, wanastahili sifa. Wanacheza wakiwa kwenye mifungo, wengine kwa Resma, wengine Ramadhani, lakini wanapambana kwa ajili ya Simba yao na hatimaye Simba inapata matokeo mazuri. Mechi ya leo tulikuwa kwenye ubora wa 180%. Tulikuwa kila kitu kinakwenda vizuri. Mechi ya leo kila kitu kimetakata. Na kwa ufupi tu tunaweza kusema ya kwamba tumewakomesha. Tulikuwa tunahitaji sana kuwafunga Dodoma Jiji kwa aina hii ya kipigo ili kuwakumbusha kwamba sisi ni bora sana dhidi yao. Mechi ya kwanza pale Dodoma baada ya kuwafunga bao 1 kwa tabu, of course walicheza vizuri, lakini makosa waliyofanya kwenye eneo la penalti tukawaadhibu, tukapata bao 1. Baada pale wakalaumu sana na kutweza, yani wakabeza kiwango chetu. Tukasema sisi ni people, tutakutana tuje tuwaoneshe ni kwa namna gani sisi ni bora dhidi yenu. Leo ilikuwa ni siku maalum ya kuwaonesha sisi ni bora dhidi yao. Tumewapigia mpira mkubwa sana. Tumewachezea mpira wa hali ya juu mno. Na kama si ubora wa kipa wao, na hili wanatakiwa wakishakaa wametulia Dodoma Jiji, wamshukuru goli kipa wao, amewaokoa. Walikuwa wanakula 10 kavu. Nakwambia Tobi, mbona Abeli kasema 9 unasema 10 kaka? Abeli kasema 9. Basi ni hapo kwenye 9 na 10 hapo. Kwa sababu kuna michomo alikuwa anaichomoa pembeni, anapiga Ahoua pembeni kabisa kule, anaifuata. Kipa wa kawaida hawezi kufika kule. Yule bwana ni bora sana. Na ndio maana kuna mechi moja sikutaji, kuna mechi moja aliwekwa nje kimkakati. Akacheza yupi sasa? Akacheza watatu. Leo yule bwana ameonesha bora wake na ameisaidia Dodoma Jiji kuepukana na aibu ya kipigo cha mabao 10. Leo tulikuwa kwenye kiwango bora sana. Achilia mbali huku nyuma Simba hatunaga shida hata kidogo. Yani Ali Salim hana shida, atacheza vizuri tu. Duchu David Kameta atacheza vizuri tu. Shabalala ndo yani utafikiri kazaliwa uwanjani, yani atacheza tu vizuri. Inspector Karabwasha Momba pamoja na Abdulrazak Hamza hao wameshatengeneza combination moja ya hatari mno. Yani huyu hakuna hata mashaka. Kagoma na Ngoma ndo balaa kubwa, Ngoma kubwa na Ngoma ndogo. Sasa kuanzia mstari wa katikati hapa kwenda huku juu, leo ndo tulikuwa kwenye ubora wa hali ya juu mno. Nenda pale kwa Jean Charles Ahoua, nenda kwa Kibu Dennis Prosper, angukia kwa Volcano Elim Panzo, malizia kwa striker refu kuliko bao. Baba, hawa Dodoma Jiji washukuru Mungu kusema kweli. Leo tungewadhalilisha mno. Ahoua alikuwa kwenye ubora wake wa hali ya juu mno. Kila alichokuwa anafanya alikuwa anapatia. Kibu Dennis Prosper mkandaji alikuwa kwenye ubora wa hali ya juu sana. Volcano leo ime-erupt. Hiyo kila siku unaona Volcano. Mimi nitaondoka ujue. Usiondoke, vumilia. Mabala aliyofanya leo Elim Panzo ni ya kutisha vibaya mno. Leo ndo mechi ambayo dakika 3 zimeoneshwa alafu watu tukalalamika.
Yani hii mechi sisi tulikuwa tayari iendelee kuchezwa mpaka muda wa tarawehe. Sisi tulikuwa tumeridhia. Yani tusinge futuru mpaka saa 6 usiku. Sisi tulikuwa wala hatuna shida mechi iendelee. Kwa kweli Simba hii leo imeonyesha ubora wa hali ya juu mno. Vijana wetu pamoja na benchi la ufundi wanastahili pongezi kubwa. Jean Charles Ahoua ametengeneza, amefunga, Kibu Dennis amefunga na Kibu Dennis Prosper. Unajua Kibu jukumu lake la msingi ni kufunga kwenye michuano ya kimataifa. Unajua Simba tuna kitu kimoja cha kitaalamu kinaitwa mgawanyo wa majukumu na kuspecialize. Division of labor and specialization. Sasa Kibu vumilia. Mbona madini mengi? Sawa kaka. Kwa hiyo Kibu yeye kipengele chake ni kwenye michuano ya kimataifa na kazi yake ni kuipeleka Simba nusu finali. Tukamwambia sasa hiyo mechi iko mbali, hebu funga hii leo ujitakase. Akapiga goli 2 safi, akajitakasa. Yani leo kusema kweli tuna kila sababu ya kujipongeza, kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza vijana wetu, na message kubwa ya leo kwa Dodoma Jiji, tumewakomesha. Tuzo ya mchezaji bora Kibu Dennis. Kibu nadhani ndo tuzo yake kwanza msimu huu. Yes, kwenye mechi ya leo Kibu alikuwa anastahili, Volcano alikuwa anastahili, MVP alikuwa anastahili. Kwenda kwa Kibu Dennis imestahili zaidi kwa sababu ya ubora aliokuwa nao. Amefunga 2 na ametengeneza 2. Kwa hiyo kwenye mabao 6 ya leo Kibu Dennis peke yake amehusika katika mabao 4. Ni performance ya hali ya juu sana. Na jambo moja ni muhimu kulielewa ni kwamba huu ndio ushindi wa kwanza mkubwa ligi kuu msimu huu. Ni vema watu wasijifanye wanasaumu wakashindwa kuhesabu. Hebu ngoja kwa kaka, rudia hapo vizuri kabisa. Huu wa leo ndio ushindi mkubwa zaidi katika ligi kuu ya NBC 2024-2025. Watu wameshawahi kufunga huko mabao 6, lakini ilikuwa ni 6 na wenyewe walitobolewa na wenyewe walifungwa. Sasa hii ni 6 bila. Maana yake unasimama kuwa ndio ushindi mkubwa zaidi katika ligi kuu msimu huu. Ni jambo la kujipongeza, ni jambo la kujifaharisha nalo, ni jambo la kujitweza nalo. Sisi tumeweza. Bwana kama kumbukumbu zangu asijakaa vibaya, Jean Charles Ahoua ndio top scorer wa ligi, mabao 12 kaka. Tunaendelea kuonesha ubora wake. Ubora wake umezidi kumithilika kila siku. Na tunachokihesabu kwake ni mchango wake kwa timu zaidi. Tunachokihitaji msimu huu ni mafanikio ya timu kwa ujumla. Kwa hiyo amefunga, ndio mfungaji bora, lakini tunamhimiza aendelee kufunga zaidi kwa sababu tunahitaji mafanikio ya timu msimu huu. Tumalizie semaji. Msimamo wa ligi ulivyo ni ng'adu kwa ng'adu. Kwa mfano, mimi sina mamlaka ya kusema. Kwa mfano, ile mechi ikawepo, unatamani iwepo lini? Muda wote. Lakini vote itakavyokuwa kwa msimamo jinsi ulivyo, mechi sisi na mtani ndio itakuwa mechi ya kuamua hatima yetu. Kwa hiyo tuendelee kukimbizana hivi, tutakapokutana tutakwenda kuamua hatima. Nashukuru sana. Asante sana.